Shukran sana Juma Muhammad kwa habari hizo. Nami niko hapa kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni kiungo Biriani Lulu Ali. Karibu tusote, na kwa kwanza tuanze na hili ambapo timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imebuka na ushindi mnono magoli 6-0 dhidi ya timu ya Macau katika mwendelezo wa mashindano maalum ya FIFA Series yanayoendelea kutimua vumbi jijini Kigali nchini Rwanda katika viwanja vya Amahoro na Kigali Pele. Taifa Stars iliingia katika mchezo wa leo ikiwa na kumbukumbu ya kupoteza mchezo uliopita dhidi ya Liechtenstein kwa goli 1-0, lakini hii leo wamefanikiwa kupeleka vilio kwa vijana wa Macau. Magoli ya Taifa Stars hii leo yamefungwa na nahodha Bakari Mwamnyeto, Mudathir Yahya, Paul Peter Kasunda, Novatus Dismas Amasio aliyejifunga. Mashindano ya riadha vijana chini ya umri wa miaka 6 na 15 yaliyoandaliwa na chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam yamefikia tamati hii leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, huku wadau wa michezo wakiitwa kuunga mkono vyama mbalimbali vya michezo wanapoandaa mashindano hayo. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo wakati wa kufungwa kwa mashindano hayo, mgeni rasmi ambaye pia ni diwani ya kata ya Azimio Temeke, Hamduni Hali, amepongeza DAA chini ya mwenyekiti Amani Ngoka kwa kuandaa mashindano hayo na kuwataka wadau wengine kuunga mkono jitihada za vyama vya michezo nchini ili kufikia lengo lake. Tunapenda sana kuwapongeza. Swala watoto wakiwa katika michezo wanafurahi kusema kweli. Leo wamewafurahisha sana watoto katika kutoa vyao vilivyokuwa vidogo, lakini watoto furaha yao nadhani itaishia mpaka ukubwani kuwakumbuka. Viongozi wengine wa michezo na mbalimbali, football, netball na michezo mingine, wakushanye vijana kama hivyo walivyokushanya wenzao wa riadha kwa ajili ya furaha na kucheza michezo ya mbalimbali. Sisi leo tunakaa kwa ajili ya kuselect timu yetu kwa sababu wachezaji wamecheza na kuingia kambini haraka iwezekanavyo. Namna moja hata nyingine, sisi wakimbiaji wa mbio fupi za uwanjani, kwanza hamna support. Tanzania support sana sana mbio za uwanjani. Yaani mashindano yakitokea kama hii tunashukuru sana kwa sisi ambao tunakimbia mbio za uwanjani. Kweli na umuhimu kwa maana inatujenga na tunakuwa tunajiandaa muda wote, tunajua muda wote tunaenda kushiriki mchezo. Jocelyn Zefania, Channel 10 Michezo. Mashindano ya kumsaka mrembo atakayewakilisha kanda ya nyanda za juu kusini katika shindano la Miss World Tanzania mwaka huu yamefanyika mkoani Njombe, huku mrembo Celia Mwani kutoka mkoani Iringa akibuka mshindi na kunyakua ticket ya kwenda kushiriki mashindano ya kitaifa. Taifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe anatueleza zaidi. Fainali za mashindano hayo zimehusisha washiriki kutoka mikoa 7 ambapo walipata fursa ya kuonyesha vipaji vyao kupitia uwasilishaji wa mitindo mbalimbali ya mavazi pamoja na kujibu maswali mbele ya jopo la majaji 5, huku mrembo Celia Mwani kutoka mkoani Iringa akiibuka mshindi katika mashindano. Mimi najua safari bado haijaisha. Yaani kupata huu ushindi mimi kwangu sio kwamba ndio nimeishia hapa. Ndio kwanza ninaanza. Na nikitoka hapa ninaenda hatua nyingine kubwa zaidi ambayo nitakutana pengine na watu ambao wanajua zaidi kuliko mimi, lakini niko tayari kwa ajili ya kujifunza, niko tayari kwa ajili ya mapambano. Urembo hauangalii sura, hauangalii shepu, hauangalii rangi au urefu. Unaangalia akili yako inaweza ikafanya nini. Wewe ukiwa kama mrembo, ukiacha na kutembea na kuvaa magauni na kupaka makeup, una kitu gani kingine cha ziada? Akizungumza kwenye fainali hizo, mratibu wa mashindano ya urembo Tanzania Benedict Msofe amesema, tunataka tulete akina Hoistem wengine. Hoistem sasa hivi ni naibu balozi wetu pale Umoja wa Mataifa Geneva. Tunataka tuwalete kina Joket wengine ambao if you look at their history ni watu ambao wametokea kwenye mashindano haya ya urembo. Mgeni rasmi aliyeshuhudia walimbwende hao wakichuana katika fainali hiyo ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe kupitia chama cha ukombozi wa umma cha umma Sigrada Mligo, ambaye amesema mashindano hayo yana mchango mkubwa. Kwa hiyo tuache kuamini kwamba nikishasoma basi nikae nisubiriage. No one will come. Hakuna atakaye kuja kufuata nyumbani. Haya, nje na elimu una nini kwenye jamii? Ndio tunachokitaka sasa hivi. So I'm so proud, ndio maana nimepambana kufika licha ya kwamba sikuwa mgeni rasmi, alikuwa mgeni rasmi mkuu wa mkoa. Alipopata dharura, huyu Dorcas akasema tunakuomba. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Mtazamaji, wadau wa michezo katika wilaya Manyoni mkoani Singida wamekiomba chama cha mpira wa miguu Madifa wilaya Manyoni kushirikiana na waandaaji wa mashindano mbalimbali ili kuongeza idadi ya timu
kushiriki kwenye mashindano hayo. Tupate undani wa taarifa hii. Kocha mkuu wa timu ya National FC Selemani Msabaha amefafanua kwamba uwepo wa mashindano ya mara kwa mara, timu kubuni mbinu mpya za kushindana na kuongezeka kwa idadi ya timu shiriki kutachangia kwa namna moja au nyingine kuleta hamasa kwa wachezaji na hata kwa washabiki wao. Ongeze tu ubunifu wa timu ziwe nyingi na madifa, yani tuseme ligi isiwe na miezi miwili, miezi 6, watu wanakuwa kidogo wanapoteana, lakini ikiwa kama miezi michache miwili unacheza ligi, tena miezi mingapi unacheza ligi, kidogo inakuwa na changamko, japokuwa wengine ni damu changa wanatakiwa waonekane. Of course timu yetu ndio maana inaitwa West Veteran. Majority ya wachezaji wetu ni siku ya kazi. Kwa wengi walikuwa kazini, ndio maana mmeona hata kikosi kilichokuwa leo ni kikosi tofauti na vikosi vingine tulivyotoka tumeanza ligi. Katika mchezo huo uliokuwa ukitafuta timu itakayoweza kupenya kwenye nafasi ya kushiriki katika hatua ya robo finali, West Veteran chapwa kwa jumla ya magoli 4-1 na hivyo kupoteza sifa ya kuendelea na mashindano hayo. Na mtazamaji, na hivi ndivyo ninavyotimisha katika upande wa habari za michezo na burudani. Mpaka hapa sina la ziada. Ulikuwa nami Kiungo Biriani Lulu Ali, kurudisha kwake kwa Juma Muhammad apate kumaliza taarifa hii kwa siku hii ya leo.